maneno ya Yesu kuzaliwa, watu walishindwa kujua ukweli wa vile Mungu anataka. Kwa hiyo sababu ukisoma Biblia katika yule ambaye Mungu alijalia kutambua tarehe, siku na mwezi ya kuzaliwa kwa Yesu, alikuwa anaitwa Nabii Isaya. Isaya nabii alitabiri akisema, msikie, mtoto atazaliwa, na huyu mtoto akizaliwa, kile kitaonyesha amezaliwa ni nyota. Basi mkiona nyota, jueni ya kwamba amezaliwa. Basi kutoka kwa Isaya hadi kwa kuzaliwa kwa Yesu, hatujui miaka ngapi zilikuwa katikati, lakini watu walikuwa na maandishi ya utabiri wa Isaya. Sikia sasa, wakati Yesu alizaliwa, kulikuwaku na wetu ambaye wanahusika na maneno ya Mungu, lakini Mungu aliwanyima kuona nyota. Na ukitaka kujua, ukifungua Mathayo 2 kuanzia penyewe, ndio utapata wale ambao walijaliwa kuona nyota kuzaliwa kwa Yesu walikuwa wanaitwa mamajusi. Mamajusi tu ndio Mungu alijalia kuona nyota ambayo inaonyesha mtoto amezaliwa. Na vile waliona huku wakiwa na maandishi ya utabiri wa Isaya, hakuna mtu aliwasindikiza kwenda kuona mtoto. Walianza safari yao kwa sababu wadaiona nyota. Na katika safari yao Mungu alikuwa na sababu. Sababu gani Mungu alikuwa nayo? Alitaka ulimwengu wote ujue kwamba mtoto amezaliwa. Na ni nani huyo atajulisha ulimwengu? Sio mwingine bali yule aliyetengwa kujulisha ulimwengu. Ni nani huyu? Basi tega sikio, sikia Injili. Sababu Mungu alikuwa nayo iliwafanya waliokuwa wanaenda kuona mtoto ambaye ni wise men ama mamajuzi, wakapiga kona kwenda kwa boma la Herode. Wakapata Herode ako ndani. Walipopata wakakaa, Herode akawakaribisha na wakamuuliza mfalme, tumeona nyota ambayo inaonyesha mtoto amezaliwa, nasi tumekuja kumshuhudia. Je, yuko wapi? Basi hapo ndio kukakuwa sasa na karata. Hapo na hapo Herode akawa na wasiwasi, na wasiwasi yake ikamfanya akawaita wenye wanahusika. Aliwaita makuhani, waandishi na vitabu zao, makuhani pamoja na wazee wa watu. Hao ndio walikuwa wanahusika na maneno ya Mungu ambayo yamekuja. Basi akawauliza, hao wanasema tu wameona nyota ambayo inaonyesha mtoto amezaliwa, eti imetabiriwa na Isaya. Je, ni ukweli? Basi wakafikiria mmoja kama yule ambaye anajitanga kuhani mkuu, akatoka nje na sema mfano atafute kuona nyota, lakini hajaiona. Mungu alimnyima kuona nyota. Na mwingine hivyo na mwingine hivyo. Kwa hivyo walipokosa kuona nyota walizarau na wakaenda kwao. Na huku Herode mwenyewe, ukisoma Biblia itakwambia kwamba yeye ndiye alisindikiza hawa waliojaliwa kuona nyota mpaka mahali mtoto amezaliwa, na wote wakaona nyota na wakatoa vumba. Kwa hivyo waliomkazia Yesu maisha, tarehe na mwezi kikosekana katika Biblia ni wale wenye wanahusika na maneno ya Mungu ambao walikuwako, wanaitwa wakuu wa makuhani, waandishi pamoja na wazee wa watu, kwa kuto bali kwenda kuona mtoto katika pori la ng'ombe, walirudi nyumbani. Kwa hivyo hao ndio walikazia Yesu maisha, na mtoto akakosa tarehe na mwezi yake katika Biblia. Yesu mwenyewe aliona watu